Wakati anasema akaumba anga, akaumba wanyama, akaumba na mimea, alikuwa anazungumza kitu ambacho kinashikika katika hali ya nyama, kinashikika kabisa hivi. Kwa hiyo alipoona vile vitu vyote vimekamilika vyote, lakini lazima nifanye mtu ambaye atavioperate kwa njia, naye lazima awe ni ambaye anashika, sio roho ambaye anapita tu kama upepo. Hapana, awe anaweza kushika, awe anaweza kutamka, awe anaweza kugusa. Kwa Mungu akasema, nikipata ibada inayotoka kwa mtu ambaye anagusa kabisa, anagusa, anajua kabisa hapa nimegusa, hapa nimeshika. Kwa hiyo Mungu alikuwa anatarajia hiyo ibada, kwa sababu ndio ibada ambayo aliona ni ibada bora. Lakini ibada hii ndani ya mtu ilikuwa imepotea baada ya dhambi kuingia, ikawa imepotea. Kwa hiyo Mungu, ile nafasi ya urafiki kati ya Mungu na mtu ambayo Mungu alikuwa nayo ilikuwa imeshapotea, na hayupo tena huyo mtu, wala tena haonekani. Kwa Mungu akasema, okay, ngoja nitafute namna ambayo naweza kumrudisha tena. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba nitafute namna ya kumrudisha tena huyo mtu. Kwa nini? Kwa sababu kuna namna ambayo nataka ibada, lakini sioni hiyo ibada. Bwana Yesu asifiwe. Asema sioni hiyo ibada. Kwa Mungu anarudisha tena nafasi nyingine ya kumrudisha mtu ambaye kabla ya dhambi Mungu alikuwa anafanya ibada na mwanadamu. Kwa maana ya kwamba Biblia inasema wakati wa jua kupunga, Mungu alikuwa akiwatembelea Adamu na Eva. Mungu alipokuwa anawatembelea, ile ilikuwa ni fellowship kati ya Mungu na mwanadamu. Na unasema sasa tu ile jioni peke yake alikuwa anawatembelea? Hapana, yani Mungu, ile kufanya kazi ilikuwa ibada. Kutunza bustani ilikuwa ni ibada. Ilikuwa kulima ni ibada. Ilikuwa kutoa majina kwa wanyama ilikuwa ni ibada. Chochote ambacho mwanadamu alikuwa anakifanya wakati ule kabla ya dhambi kilikuwa ni ibada. Dhambi ilipoingia ikanyang'anya na ikaondoa ile nafasi ya ibada, ikaacha utupu. Ilipoacha utupu, kwa chochote ambacho tunachokitafuta mara nyingi hakiwezi kutimia wala hakiwezi kujaa, kwamba sasa nimetosheka, sasa kinatosha. Kwa nini? Kwa sababu dhambi ilinyang'anya ile ibada, ikaondoa, ikaweka utupu. Bwana Yesu asifiwe. Ikaweka utupu kabisa. Kwa kulikuwa hakuna namna tena Mungu anaweza kupokea, hakuna namna tena Mungu anaweza akaipokea ibada. Kwa nini? Kwa sababu mahali ambapo ibada ilikuwa inatakiwa kuanzia ni mahali ambapo shetani aliruhusu maneno, na siku zote maneno ndiyo yaliyonyang'anya ibada. Yesu Kristo asifiwe. Maneno ndio yaliyonyang'anya ibada. Ibada ilinyang'anywa na maneno, haikunyang'anywa na kitu kingine chochote, kwa sababu mwanadamu akaacha kumsikiliza Mungu, akasikiliza maelekezo mengine tena kwa shetani. Kwa maana yake ile ibada ikapoteza thamani, nguvu ya ibada ikawa haipo, ibada haiwezi tena kufanyika. Kwa nini? Kwa sababu kuna mwanadamu amekosea. Amefanyeje? Ameacha ibada, ameenda kufanya ibada na Mungu mwingine. Ile Mungu kutaka kuwa na fellowship na Adamu, kuongea na Adamu, hiyo ilikuwa ni ibada. Ile Mungu kuzungumza na Adamu, ile ilikuwa ni ibada. Lakini shetani aliporuhusu tu kunyang'anya mahusiano, maana shetani akaingilia kati kunyang'anya mahusiano ya Mungu na mtu. Aliponyang'anya yale mahusiano, ibada ikavunjika. Na mpaka leo, mpaka kesho, ili ibada iwe kamili, iwe nzuri, iwe imekaa vizuri, lazima urudishe mahusiano yako na Mungu. Mahusiano yako na Mungu ndio yanayopelekea kurudisha ibada kuwa nzuri na kuwa bora, lakini kuwa na thamani, lakini Mungu kuipokea hiyo ibada. Kwa nini? Kwa sababu ndicho Mungu alichofanya toka siku ya kwanza. Toka mwanzo Mungu anamuumba mtu, alikuwa ameachilia, ameweka ndani yake kulikuwa na ibada, na ile ibada ambayo alikuwa ameiweka ni ule mfano. Ndio maana dhambi ilipokuja ikafukuza ibada, ibada ikaondoka. Ibada ilipoondoka, mtu akabaki kuwa kawaida na maamuzi yake na utaratibu wake na vitu vyake. Nguvu tena ya utiisho ikawa haipo. Kwa nini? Kwa sababu ibada imeondoka. Ibada ikiondoka, na nguvu ya utiisho inaondoka. Kwa unakuwa hauna tena ujasiri, hauwezi tena kufanya chochote, hauwezi kukimbiza chochote. Kwa nini? Kwa sababu ibada imeondoka. Bwana Yesu asifiwe. Ibada imeondoka, na ibada ikiondoka, maana yake hakuna ujasiri tena, hakuna tena kitu cha kukusaidia, hakuna tena kitu cha kuweza kufanya. Kwa nini? Kwa sababu mpaka Mungu arudishe tena ibada. Akirudisha tu ibada, kila kitu kinakaa sawa.
Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo natamani ndani mwako uone kwamba muhimu mahusiano yako na Mungu unayemwabudu ni ya muhimu sana ili kupata faida. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Natamani hicho kitu kikae ndani yako. Yesu Kristo asifiwe. Kikae ndani yako uone kwamba ili kuweza kuruhusu Mungu afanye kitu kikubwa, maana yake lazima Mungu aachiwe. Bwana asifiwe. Ninazungumza kitu cha ibada kwa maana ya kwamba wakati Mungu anamuumba mtu, alikuwa amemuumba, ameweka ibada ndani yake. Dhambi ilipoingia ikanyang'anya ibada. Dhambi ilipoingia ikasukuma mbali ibada, na iliposukuma mbali ibada, Mungu akaona hakuna sababu tena ya mwanadamu kuwa karibu na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu akasema okay, huyu mwanadamu kwa sababu hiki kitu ameingia kwenye mtego huu, basi ndani yake akasema okay, ndani yake nitaondoa tena hiyo ibada. Kwa aliposema tu maadamu ibada, kwa sababu dhambi imeingia, kwa nia yake Mungu alikuwa anataka kujua namna ya kudhibiti dhambi, lakini dhambi inaweza kudhibitiwa na ibada. Sasa kama dhambi ipo, maana yake ibada haiwezi kufanyika. Kwa nini? Kwa sababu Mungu hawezi kuruhusu ibada. Ibada ni asili ya Mungu. Ibada ni uhalisia wa Mungu. Ndio maana unasikia kwenye kitabu cha Injili ya Yohana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja tusome kitabu cha Injili ya Yohana. Injili ya Yohana mlango wa 4 mstari wa 22 au tuanzie mstari wa 21. Injili ya Yohana mlango wa 4 mstari wa 21 mpaka wa 24. Utaona anasema hivi: Yesu akamwambia, mama, unisadiki? Saa inakuja ambayo hamtamwabudu Baba katika mlima huu wala kule. Ngoja niweke pause kabla sijaendelea hapo. Ili neno wakati anasema Yesu akamwambia haukusadiki, saa inakuja ambayo hamtamwabudu Mungu tena, kwamba mwabuduni Mungu kwenye mlima ule mara mlima huu. Hapana. Anasema saa hii inayokuja itakuwa ni saa ambayo ya kumwabudu Mungu, yani si kwa sababu ya maeneo, wala sio eneo linaloweza kukupelekea wewe kumwabudu Mungu, bali ni hali ya uhalisia au uhalisi au asili. Bwana Yesu asifiwe. Ili hali ya asili kabisa ambayo Mungu alikuwa amekusudia, amemuumbia mtu, ndio ambayo Mungu anataka. Ndio Mungu alikuwa anataka mwanadamu ajue kabisa kwamba okay, kumbe sio swala kuabudu, sio la eneo, sio mahali fulani, bali ni kitu ambacho ni halisi. Ngoja nisome tena, niendelee kusoma mstari. Anasema hivi, ule mstari wa 21, Yohana 4 mstari wa 21. Anasema hivi: Yesu akamwambia, mama, unisadiki? Saa inakuja ambayo hamtamwabudu Baba katika mlima huu wala kule Yerusalemu. Hii ni nafasi ambayo Mungu anazungumza, sio nafasi inayotegemea maeneo, sio kitu kinachotegemea maeneo, sio urafiki wako na Mungu hautategemea maeneo, hautategemea vitu fulani. Hapana, urafiki wako na Mungu anapozungumza juu ya kumwabudu katika roho na kweli, anazungumza habari za ile halisi, hasili. Bwana Yesu asifiwe. Urafiki wako na Mungu hauzungumziwi tena kumwabudu Mungu kwa kutegemea vitu fulani, wala sio wa kushikashika vitu fulani. Hapana, ni urafiki wako na Mungu utakuwa unategemea hali ya ndani ya kwanza, ndio ambayo Mungu alikuwa amemuumbia mtu toka siku ya kwanza aliposema na tufanye mtu kwa mfano wetu. Ile nafasi ya kwanza kabisa aliyokuwa anaisema ndio ambayo Mungu alikuwa anataka mwanadamu aendelee vile vile, kwa sababu ibada ya Mungu na mtu ilikuwa inazungumziwa habari ya ndani, haikuzungumziwa nje hata siku moja. Na ndio maana dhambi ilipoingia ikafukuza hiyo ibada ndani, maanake dhambi ikakaa hapo ndani, maanake lango la dhambi likapata uhalali, yani uhalali wa dhambi ukaruhusiwa kukaa ndani ya mtu badala ya ibada kukaa ndani ya mtu. Na mahali popote Mungu alipokuwa akitarajia kusubiria ibada, kupokea ibada, akawa anashangaa kunatoka kitu kingine. Kama ni neno la sifa, kunatoka neno la matusi. Kama ni neno la kumtukuza Mungu, inatoka neno la kumdharau Mungu. Kwa nini? Kwa sababu dhambi inaondoa ibada, inakuwa kinyume na ibada. Kwa hiyo mwanadamu wa kwanza alipoteza urafiki
pale penye bustani ya Edeni aliporuhusu kusikiliza sauti nyingine, maana yake kumsikiliza Mungu mwingine, kukafungulia kupokea ibada nyingine, sio ibada ya Mungu aliye hai. Maneno ya Mungu mwingine ndio yaliyoruhusu ibada ya Mungu mwingine kuingia ndani yake, ambayo ibada ya Mungu mwingine ni dhambi. Kwamba unapofanya dhambi, maana yake unachochea ibada upande wa shetani, unachochea ibada kwa shetani. Anakuwa na nguvu. Kwa nini? Kwa sababu anafurahia. Ndio maana mtu anasema kwamba nitamtukana shetani. Ukimtukana shetani, maana yake umemtukuza, kwa sababu yeye ibada yake ni uharibifu. Uharibifu ndio ibada kwa shetani. Lakini Mungu alikuwa amemuumba mtu kwa lengo la kwamba mtu awe na ibada ambayo atasikiliza maelekezo kwa Mungu. Na ndio maana Mungu kwenye kitabu hiki cha Injili ya Yohana mlango wa 4 mstari wa 21, Yesu anaongea na yule dada, anasema unisadiki, saa inakuja ambayo hamtamwabudu Baba katika mlima huu wala kule Yerusalemu. Maana yake shetani alipokuja akawaondoa kwenye maelekezo ya Mungu Adamu na Eva, akawaambia ati Mungu amesema nini. Maana yake alikuwa anataka kuwatoa kwenye ibada ya Mungu, ya maelekezo ya Mungu, kwa sababu ibada halisi, ibada hasili kabisa ya Mungu, ibada ni maelekezo ya Mungu binafsi. Bwana Yesu asifiwe. Ibada ni maelekezo ya Mungu binafsi. Na hapo nimeacha tu fumbo, sijazungumza Mungu yupi, nimezungumza ibada ni maelekezo ya Mungu binafsi. Itategemea ibada yako unafanya na Mungu yupi. Kwa hiyo ni maelekezo binafsi kati ya Mungu na huyo anayeelekezwa, anayoelekezwa hayo maelekezo juu ya huyo ambaye ni Mungu wake. Kwa na Mungu ambaye aliye hai katika Kristo Yesu alitoa maelekezo kwa Adamu na Eva, na alipotoa maelekezo kwa Adamu na Eva wakapokea ibada kabisa ya kutoka kwa Mungu, kwa maelekezo ya Mungu. Lakini ghafla akaja shetani akaleta maelekezo ya ibada ya kwake, ati Mungu amesema nini, na wao wakatoka kwenye maelekezo ya ibada ya Mungu wakafuata maelekezo ya ibada ya shetani. Maelekezo ya ibada ya shetani ni kutokutii. Maelekezo ya ibada ya shetani ni kumdharau Mungu, ni kumvunjia heshima Mungu. Lakini maelekezo ya ibada kwa Mungu aliye hai ni kufuata maelekezo ya Mungu. Kwa ibada ya Mungu aliye hai ni kufuata maelekezo kwa Mungu aliye hai. Kwa hiyo Yesu anamwambia hivi, sasa najua shetani aliwatoa akawaambia nendeni kule, hebu angalieni mti huu, amewadanganya Mungu, huu mti ndio una kitu kizuri. Maana yake walikuwa wameambiwa kwamba kwenye eneo hili hapa ndipo unaweza ukamwabudu Mungu na Mungu akaonekana. Kwa hiyo unaona shetani akasema hivi, mkila haya matunda mtakuwa mna ufahamu kama Mungu. Kwa maana yake akataka kuwaingiza kwenye siri ya ibada ya Mungu, lakini kinyume. Maana yake waende kinyume, kama vile yeye alivyokuwa kimsifu Mungu na kimwabudu Mungu katika nafasi ile ya Yusufu. Alipoona kwamba kumbe Mungu anapata faida, Mungu anatukuzwa, akatafuta ili yeye apate nafasi ya kusifiwa yeye, kuabudiwa yeye. Hiyo ndio ikapelekea Mungu akasema mimi nimetoa maelekezo, alafu kuna mtu mwingine anatoa maelekezo. Mungu alipotoa maelekezo juu ya Mungu, hapana Mungu mwingine, ni yeye peke yake abudiwe, alafu akainuka shetani, maana yake ni kukwenda kinyume na maelekezo ya Mungu. Kwa shetani akatengeneza maelekezo tena ya kwake kule mbinguni kabla ya mwanadamu. Akatengeneza maelekezo, wale malaika wengine nasema therusi ya malaika waliotupwa naye, walioenda naye, waliofuata maelekezo ya shetani, wakataka shetani ndio awe anaabudiwa. Bwana Yesu asifiwe. Wakataka shetani ndio awe anaabudiwa. Kwa hiyo basi Mungu akasema sawa, nimekosea na huyu mwanadamu amekosea kabisa, na ameanza kuabudu kitu kingine, ameanza kufuata maelekezo. Kwa tangu siku ile ya kwanza mwanadamu akaanza kufanya ibada za shetani. Ibada za shetani kwa maana ya kwamba nini? Mungu akamwambia utaondoka kwenye uwepo wangu, utaondoka kwenye upako wangu, kwa sababu upako wangu niliuweka kwa ajili ya ibada, sikuweka kwa ajili ya ibada upande wa Mungu mwingine. Mungu aliachilia ule upako kwenye bustani ya Edeni. Ule upako na zile nguvu na ule utukufu uliokuwa kwenye bustani ya Edeni ilikuwa ni kwa ajili ya ibada. Mungu na mwanadamu walikuwa wanafanya ibada. Ndio maana Biblia inasema wakati
wakati wa jua kupunga, Mungu akawa anawatembelea jioni. Ile ilikuwa ni fellowship, ilikuwa ni urafiki kati ya Mungu na mwanadamu wa kwanza. Kati ya Mungu na mwanadamu wa kwanza ilikuwa ni fellowship. Hiyo ndio ibada, ndio ambayo Mungu alikuwa anaitaka. Na sijajua kama unafahamu, fellowship ni ibada kati ya Mungu anayeabudiwa na huyo anayeabudu, au kwa maana nyingine kuabudu. Maana ile neno worship ni neno, maana yake ni kuabudu. Kuabudu maana yake ni faragha kati ya Mungu anayeabudiwa na huyo anayeabudu, au ni fellowship kati ya wewe unayemwabudu huyo Mungu na wewe. Inategemea Mungu yupi. Hapa sijataka kusema ni Mungu yupi. Sizungumzi na waimbaji hapa, nazungumza na kila mwenye mwili. Ndani ya urafiki kati ya Mungu na mwanadamu wa kwanza, Mungu alikuwa akiwatembelea, walikuwa wanaweza kuongea, wanaweza uhuru. Mwanadamu akapewa nguvu ya mwanadamu kutawala. Anasema ule mstari wa kile kitabu cha Mwanzo 1:26, ukiendelea pale chini anasema, na tufanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu wakatawale. Nguvu ya kutawala ilitokana na ibada ambayo ndio ulikuwa mfano wa Mungu na mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Nguvu ya kutawala ilikuwa ni mfano, ilikuwa ni ibada ambayo Mungu aliachilia kutoka kule siku alivyosema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Ndani yake akaachilia ibada. Ule mfano ni ibada aliyoachilia ndani ya mwanadamu. Alipoachilia ndani mwanadamu, alipopokea ile ibada, nguvu ya kumiliki na kutawala, anasema na kwa sura yetu wakatawale samaki na ndege. Ile nguvu ya kutawala samaki na ardhi na kila kitu unachokifahamu, chochote unachokifahamu kilikuwa kinatawaliwa na ibada. Kilikuwa kitawaliwi na nguvu za mwilini, kilikuwa kitawaliwi na mtu, kilikuwa kinatawaliwa na nguvu ya ibada ambayo ilikuwa ndani ya mtu. Bwana Yesu asifiwe. Na hata leo hii Shetani, vita yote yanayopambana kati ya mwanadamu shetani na mwanadamu, vita yake kubwa sio mwanadamu, vita yake sio kama mwanadamu atafanikiwa sana, atakuwa na uchumi mkubwa. Hapana, kwa sababu hata hivyo yeye mwenyewe shetani huwa anawaitaga wale watu, anasema hivi, ukinisujudia nitakupa mali. Sio yani wewe kupata mali shetani haimpi shida. Shida ni kwamba utakapopata mali ukampa Mungu ibada, hiyo mali yako ikampa Mungu ibada, au moyo wako ukimpata Mungu ukampa ibada, au ndoa yako ukampa Mungu ikawa ibada, uzao wako ukampa Mungu. Ndio shida ya shetani. Shida ya shetani sio tatizo la wewe kufanikiwa kwenye vitu. Shida ya shetani sio wewe kufanikiwa kupata ndoa, sio wewe kufanikiwa kupata uzao, sio wewe kufanikiwa kupata mali. Hapana, shida yake ni kwamba hicho utakachokipata kitakuwa kinafanya ibada kwa nani? Kitamwabudu nani? Ndio maana mwanzoni kabisa, wakati naanza hili somo, nimesema wakati Mungu anaumba kila kitu duniani, kila kitu alikiachilia, kila kitu alikiacha kwa mwanadamu, ili mwanadamu akifanye ibada kwa Mungu. Lakini mwanadamu akakosea, akakifanya ibada kwa shetani. Ndio maana ukajikuta tunda lile lile, mti ule ule ambao mwanadamu Mungu amwambia usile, mti ule ule akamsikiliza shetani, akasikiliza maelekezo ya shetani. Maana yake akafanya fellowship na shetani, wakawa na urafiki, wakatengeneza mahusiano yakanyang'anya ibada ya Mungu. Kwa hiyo shetani akamwambia Mungu, okay, huyu jamaa ameshavunja urafiki na wewe, kwa hiyo naomba utoe vitu vyako, ondoka na vitu vyako. Mungu akatoa ile ibada ndani ya mtu. Alipotoa ibada ndani ya mtu, shetani hawezi kujaza ndani ya mtu, hawezi kujaza ibada ndani ya mtu. Kwa hiyo mpaka leo, ndio maana mwanadamu anashangaa. Unashangaa, unaweza ukasema, nikipata gari hili labda nitakuwa na mtu, nitakuwa sasa nitatulia, nikipata fedha hizi nitatulia. Hauwezi kutulia, sio kwa sababu hivyo vitu havitoshi. Hapana, ni kwa sababu sio tatizo kutosha. Tatizo ni mahali ambapo unataka kupajaza. Mungu alipoondoka na ile ibada ilipoondoka, pamebaki gepu. Lile gepu ndilo ambalo linalopambana, Mungu ndilo analopambana nalo tena kulirudisha, na hauwezi kulirudisha hiyo gepu kwa kawaida hivi. Ndio maana nasema
kwenye kitabu hiki cha Injili ya Yohana mlango wa 4 mstari wa 21, 22, 23, 24. Ngoja nikwambie ile gap inajazwaje. Na maana Yesu anasema hivi, Yesu akamwambia mama, unisadiki, saa inakuja ambayo hamtamwabudu Baba katika mlima huu wala kule. Maana yake kuna kipindi kinakuja, sio vitu vitakavyowafanya mlizike kwamba okay, sasa nataka kumtumikia Mungu, sasa nataka kumuinua Mungu. Sio mali, sio vitu, sio maeneo, sio nyumba, sio kitu chochote, sio ndoa, sio uzao kitakachokufanya kwamba useme sasa nataka nimtukuze Mungu, sasa nimwabudu Mungu. Hapana, anasema hivi, kuna saa inakuja ambayo haitategemea kitu kingine chochote. Ndipo mstari wa 22 anasema, ninyi mnaabudu msichokijua, sisi tunaabudu tukijuacho, kwa kuwa wokovu watoka kwa Wayahudi. Huwa 22 hebu tuache. Mstari wa 23 sasa anaelezea hicho kitu ni kitu gani, ni mahali gani, ni wapi. Ndio anakuja kuelezea. Mstari wa 23 anasema, lakini saa inakuja, nayo sasa ipo, naomba ufuatane na mimi, nayo sasa ipo, ambao waabuduo halisi. Kumbuka toka mwanzo nimekwambia hivi, Mungu alikuwa amemuumba mtu halisi, ameweka asili. Asili na halisi ni neno ambalo linashirikiana. Mungu alikuwa amemuumba mtu halisi, akaweka asili. Ndio maana kuna vitu ambavyo kwa Mungu ni asili, kwa Mungu ni tabia. Unasema mtumishi, unaongea vipi? Kwa Mungu, asili ya Mungu ni utakatifu, asili ya Mungu ni ibada. Sijui kama unanielewa. Asili ya Mungu ni utakatifu, asili ya Mungu ni ibada. Bwana Yesu asifiwe. Ibada ni asili ya Mungu, utakatifu ni asili ya Mungu. Tabia za Mungu, sasa nakwambia, narudi hapo kwako. Kuna tabia za Mungu. Tabia za Mungu ziko kwenye ile hali baada ya dhambi kuingia, ndio ziko huko tabia za Mungu. Kwa mfano, Mungu kusamehe, hizo ni tabia Mungu alizitengeneza. Kuachilia, Mungu alizitengeneza hizo tabia baada ya dhambi. Kuwa na upendo, Mungu alitengeneza hizo tabia, kwa sababu Mungu wakati amemuumba Adamu na Eva, ndani mwake Mungu hakuumba upendo, alikuwa tu ameumba ibada. Ibada ambayo ndani yake ina nguvu ya kutawala. Ndio wanasema tufanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu wakatawale. Mungu aliumba vitu viwili tu ndani ya mtu, ibada ambayo ndani yake ina nguvu ya kutawala. Bwana Yesu asifiwe. Lakini dhambi ilipoingia, ndipo Mungu akawaza mwanadamu kashona majani. Aliposhona majani akasema okay, nitamrehemu, nitarudi. Mungu akatengeneza tabia za kwake za kusamehe, kuachilia, kurudi, kumwonea huruma mwanadamu. Kwa huruma, msamaha, hizo tabia zote zimekuja baada ya nini? Baada ya Mungu Kwa nataka nirudi sasa, sitaki kuendelea na hicho kitu. Nataka nirudi mahali ambapo nataka tuendelee. Mstari wa 23 anasema, lakini saa inakuja, nayo sasa ipo. Baada ya kumwambia kwamba ninyi, sio swala la maeneo, sio swala la mahali, sio swala kwamba huu mti Mungu amewadanganya. Anasema hivi mstari wa 23, lakini saa inakuja, nayo sasa ipo, ambayo waabuduo halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli, kwa maana Baba awatafuta watu kama hao. Utakatifu ni asili ya Mungu, ibada ni asili ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Utakatifu ni asili ya Mungu, ibada ni asili ya Mungu, ambayo ndani yake kuna uhalisia wa Mungu mwenyewe. Ibada ni uhalisia wa Mungu, utakatifu ni uhalisia wa Mungu mwenyewe. Ndio maana anasema hivi, okay, sasa nataka mjue kwamba ninyi lazima muwe halisi, lazima muwe na uasilia wa Mungu wenyewe kabisa, ule kwamba ni huu, ni Mungu huyu hapa, ili muweze kuabudu vizuri, ili tuweze kurudi kama mwanzo. Ili ibada iweze kurudi, lazima tuwe halisi, tufanane na Mungu, ule mfanano wa Mungu wa kwanza aliyosema, na tufanye mtu kwa mfano wetu. Ndio ambao Mungu anataka. Ili uweze kufanya ibada vizuri, lazima waabudu halisi. Anasema waabudu halisi watamwabudu Baba. Maana yake waabudu kwa kufanana na Baba au kufanana na Mungu watamwabudu. Maana yake waabudu wanaofanana na Baba watamwabudu katika roho na kweli. Maana yake ndani mwao watakuwa hawana kitu kingine chochote, hawatasikiliza sauti yoyote, watakuwa wanasikiliza sauti moja tu
tu. Ndio maana nasema katika roho na kweli. Kama mwanzoni shetani alikuja katika roho, vile vile akawaambia ati Mungu amesema nini. Maana yake aliwatoa, alizungumza nao kwenye mwili kwa kupitia nyoka, lakini alikuwa anawatoa rohoni. Kwa hiyo Mungu anasema okay, mimi natafuta sasa mfanano halisi. Nikishapata halisi nitakurudisha. Nataka uniabudu katika hali ile ya mwanzoni ambao ulitoka, lango lile lile ambalo ulitokea. Lile vita ilipigwa rohoni, ukatoka mwilini. Lakini sasa Mungu anasema mimi nataka uwe halisi, ufanane na mimi. Lakini ukifanana na mimi, nataka upite kwenye lango lile lile kuirudisha ibada. Anasema waabudu wa halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli, kwa maana Baba awatafuta watu kama hao wamwabudu. Kwa nini? Mungu anataka ile ibada ya kwanza ambayo Mungu alikuwa anaifanya kwenye bustani ya Edeni. Sizungumzi ibada ya kwanza kwamba ya kuingia saa 1 saa 2, hapana. Ninazungumza ile ibada ya kwanza kati ya mwanadamu na Mungu. Ibada ya kwanza ya mwanadamu na Mungu, wakati wa jua kupunga, Mungu alikuwa anawatembelea Adamu na Eva. Maana yake walikuwa na urafiki. Ibada ya kwanza na Mungu na mwanadamu ilikuwa imeshikamanisha mahusiano yao. Walikuwa na urafiki mzuri sana, kiasi kwamba kwenye urafiki ule ndiko ambako Mungu akasema kwa sura yetu wakatawale. Bwana Yesu asifiwe. Ukirudi kwenye urafiki wa kwako na Mungu, ukamwabudu Mungu katika nafasi ya wewe Mungu ni rafiki yako, na unajua rafiki yako huwezi kumsifia kwa hila, huwezi kumsema kwa unafiki, ila umependeza, kumbe una unafiki. Hapana, kama ni rafiki yako kutoka ndani ya moyo wako, utamsifia kwamba rafiki, leo umependeza, leo umevaa nguo nzuri. Ndio maana Mungu anatafuta urafiki kwanza, kwa sababu ukimwambia Mungu unastahili, hautamwambia kwa sababu kuna kitu unahitaji, hautamwambia kwa sababu kuna jambo unataka akujibu. Utamwambia kwa sababu ni rafiki yako. Akujibu asikujibu, akupe kitu asikupe kitu, lakini urafiki upo. Kwa hiyo urafiki hauwezi yani wewe huwezi kumwambia Mungu wewe ni rafiki yangu na kusifia kwa sababu wewe unanipa vitu. Ndio maana Mungu hapendi sana mtu anayemwabudu anasema Mungu nakuabudu kwa sababu umeniokoa. Hapana, Mungu anataka umwabudu kwa sababu yeye ni Mungu, ni rafiki yako. Ukishampa nafasi ya yeye ni Mungu, maana yake utarudi kwenye nafasi ya urafiki, utatafuta urafiki. Ndio anazungumza kwenye kitabu hiki cha Injili ya Yohana 4 mstari wa 23 kwamba lakini saa inakuja, nayo sasa ipo, ambao waabudu halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli, kwa maana Baba watafuta watu kama hao wamwabudu. Mstari wa 24 anasema Mungu ni roho. Hapo sasa ndo tunarudi na tufanye mtu kwa mfano wetu. Mungu ni roho. Mnanipata vizuri? Mungu ni roho, nao wamwabuduo yeye imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Maana yake ibada kati ya Mungu na mwanadamu ya kwanza, mara nyingi, mahali popote, wakati wote, ni Mungu na mtu rohoni. Mungu ni roho. Kwa hiyo lazima mwanadamu utoke uchenji kutoka kwenye mwili, kwamba nataka ni mwabudu Mungu kwenye mwili, ukitarajia Mungu rohoni asikie. Niliwahi kufundisha somo la mahusiano kati ya nafsi, mwili na roho, jinsi ambavyo mwili na roho vinavyokuwa na mashindano na ambavyo haviwezi kuelewana. Mwili na roho hawawezi kuelewana, zile lugha hawawezi kuelewana. Ilimlazimu Mungu kuweka katikati nafsi kwa ajili ya kutafsiri lugha ya rohoni kupeleka mwilini. Kwa hiyo huwezi kumwabudu Mungu kwenye mwili ukitegemea atafurahi rohoni, hawezi. Kwa nini? Kwa sababu lazima kuwepo tafsiri. Ukimwabudu katika mwili, maana yake matendo yako, mikono yako, mwili wako, kwa sababu hata kuinua mikono ni kumwabudu Mungu, hata kupiga makofi ni kumwabudu Mungu, hata kushangilia ni kumwabudu Mungu, hata kupiga vigelegele ni kumwabudu Mungu. Ile hali yako ya nje ya mikono kuinuliwa, maana yake kama roho inataka kujua ni nini unachokifanya wakati unainua mkono, lazima itapokea tafsiri kutoka kwa nafsi. Nafsi itasema roho, huyo mtu amenyosha mikono, anametambua kwamba yeye hawezi, amemrudishia Mungu heshima. Roho anasema okay, yuko tayari. Akisema yeye ndio yuko tayari. Angalia mwili wake, angalia jinsi ambavyo anavyoumimina. Ukishamiminika, roho anasema okay, mwambie njoo, haya njoo, ingia patakatifu. Ndipo unaanza kuingizwa patakatifu. Kwa nini? Kwa sababu Mungu ni roho, hawezi kukuruhusu wewe uwe
nje, alafu uanze kuongea na baba yako yeye akiwa chumbani, wewe unaongea naye ukiwa nje, tena nje kabisa, sio sebuleni, ukiwa nje kabisa huko kwenye mlango wa nje kabisa hapo kwenye fence, unamwambia baba, mimi nakusifia, umependeza sana. Baba anasema sikusikii, umependeza sana. Anasema nasikia kuna kelele hapo. Kwa nini? Ndio hizo kelele ambazo ziko hapo katikati. Umekaa kwenye kelele alafu unataka umwabudu Mungu. Maana yake umekaa kwenye uharibifu, umekaa kwenye dhambi, alafu unataka kumpa Mungu ibada. Haiwezekani. Ili umpe Mungu ibada lazima umheshimu, lazima awe rafiki yako, lazima uachane na hizo kelele, uachane na hiyo sauti ya shetani anasema ati Mungu amesema nini. Uiache hiyo sauti, kelele, kwa sababu Mungu anaendelea kuongea. Wakati Mungu anaongea na wewe, hauwezi kumsikia kama utasikiliza sauti nyingine. Ndio maana anataka hii sauti nyingine uache. Na ili kuacha hiyo sauti nyingine, lazima kuvunja mahusiano kati ya wewe na Mungu Shetani, kati ya mimi na Mungu Shetani, kuyavunja na kuruhusu sasa kuweka mahusiano mazuri kati ya mimi na Mungu. Ndio ambapo anakuja sasa, anasema ukishaanza kutengeneza mahusiano mazuri na mimi na Mungu, utakuwa halisi, waabudu halisi, utakuwa na hasiri, nitarudisha ule utakatifu, nitarudisha ule mfano. Maana yake utakuwa na asili ya Mungu, asili ya Mungu, utakatifu na ibada atarudisha tena ndani yako. Akirudisha hiyo asili, maana yake Mungu ameachilia kitu kikubwa. Ni rahisi wewe kuanza kuongea na Mungu muda wote. Hata Mungu akitaka kukutembelea jioni, hata usiku wa manane, wakati mwingine mtu unasikiaga mtu anasema kwamba jamani, namuona Mungu yuko hapa, nasikia Yesu kuna kitu anasema hapa, Yesu kuna jambo ananisemesha. Alafu watu wengine wanasema Yesu yuko hapa, mbona hatumuoni? Kwa nini? Kwa sababu wewe umeotoka nje, umekuja kwenye halisi, ukavaa asili. Ulipovaa asili za Mungu ni utakatifu na ibada. Ulipotoka kwenye mwili ukawa na asili halisi, ukawa halisi, manake ukawa na uungu. Ule uungu ambao ndio anasema tufanye mtu kwa mfano wetu, uungu ambao ndani yake una utakatifu, ukaanza kukurudisha, kukutoa nje, kwamba okay, umeanza kufanana na asili ya Mungu, umeanza kufanana na uhalisia wa Mungu. Basi hebu sogea, hebu toka hapo nje, njoo. Ndio maana unasikiaga Mungu akasema kuna habari za ua wa nje, ua wa ndani, patakatifu, patakatifu pa patakatifu. Hizo nafasi zote sio kwamba alikuwa anazungumza kwenye nyama tu. Mungu alipokuwa anawaambia wana wa Israeli katika hali ya nyama, lakini ilikuwa ni mifano ya rohoni, kwamba ninyi mmetoka nje huko, mimi siwezi kuja kuongea nje na nyie, njooni huku chumbani niongee na nyie. Kwa hiyo Mungu akatengeneza utaratibu kwamba okay, kuwe na behewa hapa la nje, ua wa ndani. Hapa ndipo ambapo mna mambo mengi, mna vitu vingi, mna shughuli nyingi. Kaeni hapa kwa sababu mna mambo mengi, mna kelele, mna mabishano, mna sijui ada za watoto, sijui mna kodi za nyumba. Hapa kwenye ua wa ndani hapa. Lakini mkianza kuja patakatifu, acheni acheni hapo nje, sijui watoto shuleni, sijui kuna mitihani, acha hapo, sijui kuna mtu anadai, acha hapo kwanza. Alafu unapoingia patakatifu, nataka usiingie na kitu kingine chochote, kwa sababu unakaribishwa kwenda patakatifu. Patakatifu patakatifu hapahitaji kelele, haupaswi kwenda na kelele, au patakatifu hapapaswi kwenda na kelele. Una kelele ya ada tena, Mungu nimekuja mbele zako. Ndio maana watu wengine wanashangaa, sasa kama tumemwabudu sana Mungu lakini nguvu za Mungu hatujaziona. Waulize walikuwa na mabudu Mungu kwenye eneo lipi? Unasikia anasema Mungu, tuko mbele zako, watoto wako tuna shida, watoto wako tutuvushe, watoto wako tuguse, watoto wako Mungu tuwezeshe. Mungu anasema sawa, mimi nyie mnaniomba, hamniabudu. Wakati Mungu anataka wao wa sehemu ya yeye Mungu awafundishe. Kuna watu wanataka kwenda kumuomba tena. Mtu anasema naenda kwenye ibada, Mungu anasema okay, kuna mtu anakuja hapa anataka kuvaa uhalisi wangu, lakini ndani yake nitaweka, akivaa uhalisi wangu, basi mimi nitaachilia asili yangu ndani yake. Kwa hiyo Mungu anatarajia kupokea ibada, lakini kwa sababu kumbe nina rafiki mwingine niko naye huku nje, nina kelele zingine huku ndani, nina shughuli zingine huku ndani, na marafiki huko nje, au wa nje nataka niingie nao ndani. Mungu anasema hapana, nataka niongee na wewe, kama vile Mungu anamwambia Ibrahim, toka wewe nyumbani kwa baba yako. Mungu alikuwa anataka kufanya na Ibrahimu ibada kwenye jangwa. Unasema kivipi? Ibrahimu wakati akiendelea mbele na Mungu anamwambia nenda nchi nitakao kuambia. Ibrahimu anashangaa jangwani, haoni njia. Anamuuliza Mungu, mbona sasa sioni njia? Mungu anamwambia okay, nataka unitengenezee madhabahu. Hakuna madhabahu ambayo inakitwa mahali pasipokuwa na ibada.
Madhabahu yoyote ukiikuta mahali, ujue pana ibada yoyote, iwe ya shetani, iwe ya waganga, iwe ya wachawi, iwe ya Mungu aliye hai, yoyote utakuta ibada. Hakuna madhabahu imesimikwa mahali hakuna ibada. Kwa nini? Kwa sababu ndipo ambapo Mungu anaweza kushuka haraka au kuongea haraka na mtu, hata kama sio katika nafasi ya urafiki, kwa kutumia urafiki wake na madhabahu. Mungu, urafiki wa kwake Mungu na madhabahu ambayo ndio asili yake, halisi yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Mungu ataitumia ile madhabahu kuwa na fellowship, kuwa na urafiki. Kwa hiyo wewe ukienda pale kwenye madhabahu, ni kama madhabahu inakuwa mshenga. Madhabahu ndio inakuwa mshenga kati ya wewe na Mungu, mimi na Mungu. Kwa Mungu akasema okay, zamani walikuwa anaingia kuhani mmoja ndio anaenda kuongea kwa mshenga, kama mshenga. Kuna watu huku nyuma wana dhambi, kuna watu huku nyuma wamechoka, kuna watu huku sijui na nini. Kwa hiyo kuna watu huku wameua. Mshenga, madhabahu ndio Mungu anakuja wanawasiliana na kuhani pale kwa mshenga. Mshenga ndo anatoa tafsiri, alikuwa anatoa tafsiri. Mungu huyu amekuja, kuna watu wameuana, tunaamuaje kesi? Mungu huyu amekuja, kuna watu wanadaiwa sana kodi, tunaamuaje kesi? Kwa Mungu anasema okay, wewe ndio umeongea. Mshenga ameongea yeye, lakini ameongea na mshenga. Mshenga akamwambia Mungu, anajua lugha ya Mungu. Madhabahu inajua lugha ya Mungu. Kwa hiyo sijasema Mungu yupi, nimesema madhabahu inajua lugha ya Mungu. Hata kama ni madhabahu ya Mungu wa nguvu za giza, madhabahu inajua lugha ya Mungu. Kwa hiyo ndio maana mahali popote Mungu akikwambia naomba ibada, uwe na uhakika mahali hapo anashusha protoko yake ambayo ni tafsiri, kwa sababu tafsiri ya Mungu ya roho ilikuwa hapo katikati kwenye nafsi, na nafsi ni madhabahu muhimu sana Mungu kuabudiwa au shetani kuabudiwa. Tutajifunza hilo somo la nafsi. Ni madhabahu muhimu sana ya Mungu kupewa heshima au kutokupewa heshima, au shetani kuinuliwa au kutokuinuliwa kwenye nafsi. Na ndio maana watu wengi sana wanashangaa wameokoka, lakini anashangaa mtu bado ni mkorofi. Unakuta tu kidogo jambo la kuelewana, utasikia wewe usinichezee, naweza kumweka Yesu pembeni. Sio tatizo, hana Yesu, anaye Yesu. Yesu ni rohoni. Lakini mahali ambapo tafsiri ya kwake, yani ya tafsiri ya jambo la rohoni na mwilini inapita, pameharibika, madhabahu imevunjwa. Ndio maana Mungu anamwambia Musa, watu wako wamejaribu nafsi. Maana yake madhabahu imevunjika, siwezi kuongea nao, hata nikiongea nao watagoma. Kwa hiyo na mtu yoyote ambaye madhabahu imevunjika au nafsi imeharibika, dhambi ilipoharibu nafsi, maana yake kavunja madhabahu, ikakita madhabahu ya kwake. Shetani akakita madhabahu ya kwake. Kwa Mungu hawezi kuongea neno la kwake alafu shetani akalitafsiri kwenye mwili. Ndio maana likija neno la Mungu kutoka huko likaja mahali ambapo nafsi imeharibika au madhabahu imevunjika, likija hilo neno hapo, unajua itakachofanya hiyo madhabahu ambayo imevunjika yenyewe. Kama ni kufunga, unatakiwa kufunga labda 3 kavu kwa ajili ya kesi ulionayo. Mungu amesema funga 3 kavu, kwa sababu Mungu ni roho, ataongea na roho yako. Roho yako ndio itasema okay, ngoja basi tuuambie mwili, kwa sababu mimi niko ndani ya mwili. Kwa mwili unasema okay, hamna shida. Na kwa sababu utaratibu, njia, lazima neno lote la rohoni la Mungu lazima lipite kwenye nafsi, litafsiriwe kwenda mwilini. Kwa hiyo kwa sababu madhabahu imeharibika au nafsi imeharibika, lile neno likitoka hivyo fresh kutoka kwa Mungu la rohoni, likifika hapa katikati madhabahu, kwa sababu imeharibika, madhabahu inasema mtu ataumwa vidonda vya tumbo, hakuna bana kufunga. Ndio maana likienda kwenye mwili unasema ni sawa kabisa, umesema sawa kabisa, tusinisije nikapata vidonda vya tumbo, kwa sababu mwili wenyewe unajionea huruma. Kwa hiyo mwili ukisema nisije nikapata vidonda vya tumbo, maana yake lile neno la Mungu limepanguliwa, ile sauti ya Mungu imepanguliwa. Yani kama vile Adamu na Eva walivyogoma sauti ya Mungu wakaipangua. Alafu kwa nini? Shetani alipopata mahali, alipogundua hawa nimewanasa, akaharibu madhabahu, wakasikiliza sauti ya shetani. Ndio maana Mungu anakuja kuwauliza maswali, hawana majibu, kwa sababu tafsiri ya sauti ya Mungu haipo tena mahali pa kutafsiriwa. Hakuna mahali anaweza kutafsiriwa. Mungu anamuuliza Adamu, uko wapi? Anasema niko uchi. Ni neno ambalo liko tofauti. Kwa nini? Kwa sababu tafsiri, mahali ambapo Mungu aliweka kwa ajili ya tafsiri pameharibika, pamevunjika. Na ndipo Mungu anapataka sana, kwa sababu hapo ndipo panapotengenezaga urafiki kati ya Mungu na mtu. Bwana Yesu asifiwe sana.
Bwana Yesu asifiwe. Nimezungumza kitu cha urafiki, nimegusa vitu vingi vingi, huu ni mwanzo, lakini nataka nikuambie tu kwamba Mungu ili apate ibada, ili Mungu apate nafasi ya kupita, lazima Mungu atahitaji sana hapo penye madhabahu hiyo. Ndio maana unashangaa mtu anaweza akaenda kanisani au akaenda mahali kwenye maombi, akawa anasikia nguvu za Mungu nyingi mpaka mwili unatikiswa. Kwa nini? Mahali alipoenda, ameenda kwenye madhabahu, lile neno linatafsiriwa kutoka kwenye madhabahu, linakuwa liko fresh kabla madhabahu ya kwake ndani, kwa sababu imekataa, imevunjika, imeharibika, inapangua neno la Mungu. Kwa hiyo ule upako utakaoachiliwa kwenye ile ibada, utashangaa mpaka mwili unatikisika. Unasema jamani, leo tumemwona Mungu, nikasikia kama upepo unanipuliza, nikasikia kama baridi. Maana yake kuna wakati Mungu anaweza akatumia madhabahu ya kwake. Ndio maana Musa na Haruni, Musa alikuwa madhabahu ya ndani haikuharibika. Mungu wakati anamuita Musa, Mungu anamwambia vua viatu. Maana yake pale ndipo Mungu alipokuwa anatengenezea madhabahu. Unasema alitengenezaje madhabahu? Alikuwa anaitengeneza madhabahu kwa Musa, alipomwambia vua viatu, alikuwa anaitengeneza kwa lugha hii kwamba mahali hapa ni patakatifu, na Musa akavua viatu. Madhabahu inatengenezwa kwa utii. Bwana Yesu asifiwe. Madhabahu inatengenezwa kwa utii. Adamu na Eva walipopoteza utii, wakavunja madhabahu, ikavunjika. Kwa Musa alipovua viatu, Mungu akaona moyo wa Musa, akaona ndani kwake, akaanza kutengeneza. Alipoanza kutengeneza, akaanza kuweka na misimamo na ajenda na upako ndani yake wa kumsaidia ili madhabahu ile idumu. Ndiyo ambayo Musa alikuwa anakasirika akikuta watu wanaabudu ndama, anaambia kamata, chinja. Lakini Haruni, pamoja na kuchaguliwa kwake, bado alikuwa na maneno ya chini sana, alikuwa na maneno ya unafiki. Unasema unalipata wapi? Walikuwa na mjadili mke wa Musa. Kwa pale ndipo ambapo ndani mwake kulikuwa madhabahu hakuna. Kwa walikuwa wanategemea madhabahu ya hema. Bwana Yesu asifiwe. Hapo alikuwa anategemea madhabahu ya hema. Alikuwa anategemea madhabahu ya hema kwa maana ya kwamba huu upako wa kwenye nani? Alikuwa anategemea upako wa kwenye hema. Na upako wa kwenye hema, wingu lilikuwa likishuka ndio wanamuona Mungu. Wingu lisiposhuka hawamuoni Mungu. Kwa hiyo ilikuwa ni kazi sana Mungu kutembea naye, kufanya naye kazi. Kwa nini? Kwa sababu ya upako wa kwenye hema alikuwa anautegemea umsaidie, lakini kumbe haukuweza kumsaidia hata walipokuwa nje, kwa sababu Musa alipokuwa hayupo, Mungu akashindwa kufanya. Kwa nini? Kwa sababu Haruni anatumia upako wa kwenye hema. Hautumiki upako wa kwenye hema, hautumiki nje. Hauwezi kutumika nje, unatumika kwenye hema. Lazima aingie patakatifu, lazima aingie na chetezo, lazima akafanye nini? Akafanye na uvumba, ndipo anaruhusiwa. Ndipo maana yake zile ilikuwa ni ishara za toba. Utii wa maelekezo ile ilikuwa ni toba, kwamba uvumba, tikiseni na nini, hiyo ni toba. Bwana Yesu asifiwe. Hizo ni toba zote, ndizo ambazo walikuwa nazikuta. Sasa akiwa nje alikuwa hawezi kuzipata. Kwa nini? Kwa sababu ziko hekaluni, ziko kwenye hema. Kwa hiyo wana wa Israeli waliposema tutengenezee ndama, maana yake wakaruhusu kutengeneza ndama, kumkubali Mungu mwingine. Ndipo hapo zile madhabahu ambazo Mungu alikuwa anatengeneza, wakati anawaambia kila mtu apake damu kwenye miimo ya milango, zile madhabahu zilikuwa zinatengenezwa. Walikuwa wameachilia nguvu ya utii. Ile nguvu ya utii ilikuwa inarudisha tena kuimarisha madhabahu za ndani. Wameenda na Mungu mbele, wanamchoka Mungu. Kwa nini? Kwa sababu madhabahu zao za ndani zilikuwa zinategemea lazima mtu aongee. Bwana Yesu asifiwe. Hawawezi, madhabahu yao ya ndani haiwezi kuwa na nguvu mpaka wategemee neno. Bwana Yesu asifiwe. Mpaka wategemee neno watakalolisikia. Na ndicho ambacho natamani uone kwamba kuna mambo ambayo shetani huwa anayafanya na yanakuwa na mapambano makubwa, kwa sababu hatujui kwamba shetani anatafuta uhalali wa hayo mambo kwa kutegemea kwamba ataharibu nafsi. Watu wengi nafsi zikiharibika, ndipo shetani anapopiga tena, anagonga tena, anazuia ile ibada ndani yake. Kwa sababu nafsi zikiharibika, mahali Mungu anaweza kuongea na mtu anaanzia hapo. Mungu hawezi tena kuongea na mtu. Kwa nini? Kwa sababu mahali hapo mtu amepoteza nafasi. Bwana Yesu asifiwe. Mtu kapoteza nafasi.
Na mimi natamani uone kwamba okay, Mungu nakushukuru kwamba umeniamini. Mungu umenipa nafasi. Mungu umeniruhusu kwamba na mimi Mungu niwe sehemu tena na zamu hii na jambo hili juu ya kujifunza katika kitu cha kumwabudu Mungu na kumsifu Mungu. Ninakushukuru Mungu kwa kuniamini, umeniruhusu jambo hili. Mungu, basi ninachoomba, ninaomba unifanyie kitu fulani. Bwana Yesu asifiwe. Kama Mungu, ninaomba unifanyie hiki kitu. Hiyo natamani ndani mwako uone kwamba kuna jambo Mungu anataka kulifanya na Mungu anatarajia ndani yako hilo jambo litengeneze kitu kizuri kwa ajili ya yeye Mungu kufanya vitu vikubwa zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nikuombe mtoto wa Mungu na nikutie moyo, ili Mungu aweze kufanya kile anachotaka kufanya. Lazima Mungu apate nafasi tena ya kuruhusu kile ambacho Mungu anataka kukifanya katika maisha yetu. Yesu Kristo asifiwe sana. Kwa Mungu akubariki sana, na Mungu akutie nguvu kwa ajili ya zamu hii, na Mungu akakupe neema tena ya kuendelea, sio tu kuendelea, ya kuongezeka. Mungu akakufanye kuwa imara. Mungu akakufanye kuwa zaidi ya jana. Mungu akakuimarisha katika hatua ambayo amekusudia uimarike, na Mungu akafanye akatende kile ambacho anataka kutenda tena kwa ajili ya majira haya na nyakati hizi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Mungu wangu akubariki, Mungu akutunze. Bwana Yesu asifiwe sana.